Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na Utu. Wizara ya Maji. Wizara ya Maji 1575. Tupo site kikazi zaidi, mmeniangusha. Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, mbunge na waziri wa maji na mgeni rasmi wa mkutano wetu wa leo. Mheshimiwa Musa Kilakala, mkuu wa wilaya ya Morogoro na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Mhandisi Ngosi Mwihava, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya EWURA. Dr. James Mwenyekule, mkurugenzi mkuu wa EWURA. Wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya EWURA, wakuu wa taasisi, management ya Wizara ya Maji, mwenyekiti wa Baraza la Ushauri la Watumia Huduma zinazodhibitiwa na EWURA, EWURA CCC, management ya EWURA, wenye viti wa bodi za mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira wote mliopo, wakurugenzi wa mamlaka za maji za usafi wa mazingira, wakurugenzi wa mabonde, RMs na DMs wote mliopo, wahandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kazi na Utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo kwa tukio hili muhimu la uzinduzi wa taarifa ya utendaji wa mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira kwa mwaka wa fedha 24-25. Nitumie fursa hii kuwasalimu nyote na kuwashukuru kwa kuhudhuria mkutano huu. Aidha, kwa namna ya pekee napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake mahiri na kwa kuendelea kuweka kipaumbele cha juu katika sekta ya maji, ikiwemo kuunga mkono utekelezaji wa miradi ya maji safi na usafi wa mazingira ili kuboresha maisha ya wananchi na kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Rais ameendelea kusisitiza kuwa maji ni huduma ya msingi na nguzo ya ustawi wa jamii. Na sisi kama sekta ya maji tumejipanga kuendelea kutafsiri maelekezo na tuna dhamira hiyo kuwa matokeo yataendelea kuonekana kwa wananchi. Vilevile Mheshimiwa Rais ameendelea kusisitiza kuwa maji ni huduma ya msingi na nguzo ya ustawi wa jamii. Vilevile tumeendelea kujipanga kutafsiri hayo maelekezo na tunasisitiza kwamba au tunasema mimi pamoja na management ya Wizara ya Maji tutaendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba matokeo yanaonekana kwa wananchi. Tumeona taarifa hapa imetolewa na tunafahamu kabisa kwamba wenzetu wakurugenzi wa mamlaka za maji ndo wanaotoa matokeo ya huduma kwa wananchi. Kwa hiyo tumeipokea taarifa hapa kama alivyoongea DG wa EWURA na tutaendelea kujipanga ili kuhakikisha matokeo bora zaidi yataendelea kutokea. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya pekee kabisa pia napenda kukukaribisha kwa heshima kubwa Mheshimiwa wetu Waziri wa Maji, na tunashukuru pamoja na ratiba yako kuwa ngumu, lakini umeweza kukubali kuja kuongoza mkutano huu. Tunakushukuru sana na Mungu akubariki. Taarifa utakayoizindua leo imekuwa ni taarifa ambayo kila mwaka inatolewa, lakini ni muhimu na ni ya kipekee safari hii kwa sababu imeandaliwa na kama ambavyo ameweza kuzungumza DG, imetoa tathmini nyingi, lakini ikiwa tathmini ya kiutendaji katika mamlaka zetu zote, ambao taarifa hii imetolewa na mdhibiti wa sekta ya nishati na huduma za maji. Kupitia taarifa hii tumepata tathmini inayojengwa juu ya msingi wa udhibiti, uwazi wa takwimu, viashiria vya utendaji, ulinzi wa maslahi ya mtumiaji wa huduma na uhimilivu wa kutoa huduma. Na kwa kuwa tupo katika kipindi cha kuendelea kufanya tathmini ya wizara, pia taarifa hii itatusaidia zaidi katika kwenda kutekeleza hiyo kazi ya tathmini. Lakini vile Mheshimiwa mgeni rasmi, taarifa hii inaenda kutusaidia kujibu maswali matano ambayo ni ya msingi sana. Je, huduma zinawafikia wananchi kwa kiwango gani? Ndio jukumu la msingi ambalo tumepewa. Kwa hiyo taarifa hii itatupa majibu. Je, huduma ni endelevu na ni ya kuaminika? Je, ubora wa maji unazingatia viwango? Je, mamlaka zetu zinasimamia mapato na gharama kwa ufanisi? Je, wateja wanahudumiwa kwa staha, kwa wakati, kwa mfumo unaowajibika? Kwa hiyo taarifa hii itatupatia majibu, na ndipo hapa
tunapotoa uzito katika suala la udhibiti unaolenga matokeo na huduma halisi kwa mwananchi. Ndugu washiriki, EWURA inatupa fursa ya kupima utendaji kwa viashiria vinavyoeleweka. Balozi wa maji amenisaidia kusema viashiria vinavyoeleweka. Sio kama Mheshimiwa DC mkuu wa mkoa alisema anahitaji mkoa wa Morogoro, lakini kuna viashiria vinavyoeleweka. Viashiria hivi ikiwemo nitavyovitaja 7. Cha kwanza ni upatikanaji na ufikivu wa huduma, uendelevu wa huduma, upotevu wa maji, na tumeona asilimia zilizopo: ubora wa maji, ufanisi wa kifedha na ukusanyaji wa mapato, huduma kwa wateja na usimamizi wa malalamiko, na usafi wa mazingira. Na mwenyekiti wa bodi pamoja na DG wameweza kupitia viashiria hivi na wametupa muhtasari wa kilichotokea katika tathmini. Kwa hiyo tunaona haya ndio mambo yanayoamua kama mamlaka ya maji inafanya kazi ya maana kwa mwananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi niwapongeze EWURA kwa kuandaa taarifa hii itakayoenda kuimarisha uwajibikaji. Pia niwapongeze viongozi na watumishi wa mamlaka za maji kwa jitihada kubwa mnazoendelea kuzifanya. Nafahamu kuna wengine watapongezwa. Tuna kategori hapa, tumeona excellent, tumeona very good, alafu tumeona fair, na wengine amesema asitaje. Kwa hiyo mimi niwapongeze ambao wako kwenye excellent na very good. Kwa wale ambao tuko fair na chini, nadhani tujitahidi kuimarika zaidi kiutendaji, ili at least sasa taarifa nyingine zitakazokuja miaka hii inayofuata, at least group kubwa iwe kwenye fair, iwe kwenye excellent na very good. Mpaka sasa hivi ukiangalia 5% excellent, 11% very good. Kwa hiyo more than 80% tuko below very good. Kwa hiyo hapo tunapata tathmini ya awali kwamba tunatakiwa tufanye kazi gani tunavyoamka asubuhi, ili kuhakikisha sasa yale malengo ya Mheshimiwa Rais anayoendelea kutusisitiza twende tukayafanyie kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia ninashukuru wadau wa maendeleo, sekta binafsi. Japokuwa tumeambiwa sekta binafsi kwa mujibu wa tathmini bado hatujachangamkia vizuri sekta ya maji. Tunawakaribisha sana kwa sababu sera imeshafungua milango. Kwa hiyo tunaomba ushiriki wa sekta binafsi zaidi katika sekta ya maji. Lakini pia nipongeze asasi za kiraia na serikali za mitaa kwa ushirikiano ambao mnaendelea kutupatia sekta ya maji. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara itaendelea kuchukua hatua za kukabiliana na changamoto zilizoainishwa kwenye ripoti. Na nitoe wito kwa mamlaka za maji. Kwanza, twende tukatafsiri, kila mamlaka itafsiri taarifa hii ya utendaji na kuweka mpango wa maboresho utakaotekeleza katika kila mamlaka, utakaotekelezeka. Vile vile kila mamlaka jitahidi kusimamia miradi si kwa muda tu na kwa kuzingatia gharama stahiki na ubora. Lakini vile vile kila mamlaka twende tukaboreshe huduma kwa wateja pamoja na kuzingatia mifumo ya malalamiko ili tuweze kuwa tunaatendi malalamiko ya wananchi kwa wakati. Lakini vile vile mamlaka za maji sasa ziende zikashirikiane kwa karibu na mabonde katika kulinda miundombinu ya vyanzo vya maji. Wizara ya maji na mabonde ni kitu kimoja. Watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Bila bonde maji hayatatiririka mabombani. Kwa hiyo lazima vyanzo vya maji tukavilinde. Si bonde peke yake, mamlaka na wewe kwenye chanzo chako natafuta namna bora ya kuwa karibu na mwenzako ili muweze kushirikiana katika swala zima la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vyetu vya maji. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwa kushukuru tena kwa heshima ya uwepo wako. Tunaamini uzinduzi wa taarifa hii utaongeza ari ya mamlaka zetu kufanya kazi kwa viwango vinavyotarajiwa, kuendelea kuimarisha utendaji na uwajibikaji kwa wananchi, maana ni miongoni mwa changamoto ambazo tumepewa hapa na DG katika muhtasari wake. Utendaji na uwajibikaji ni vitu ambavyo havihitaji pesa. Kwa sababu tumekuwa tunaweza ukasema kuna nini tunahitaji financial resource, lakini utendaji na uwajibikaji havihusiani na financial resource.
Kwa hiyo tunafikiri kwamba kizindua taarifa hii Mheshimiwa Waziri, uimarikaji wakurugenzi wetu wa mamlaka za maji wataenda kuimarika, uwajibikaji na utendaji, na wananchi watakuwa attended kwa wakati. Hivyo basi, kwa heshima kubwa nitumie fursa hii kukukaribisha Mheshimiwa Waziri uhutubie mkutano huu, na baada ya hotuba yako ninakuomba uzindue taarifa ya utendaji wa mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira kwa mwaka wa fedha 24/25 iliyoandaliwa na EWURA, na utakabidhi tunzo kwa vyeti kwa mamlaka za maji zilizofanya vizuri kwa mwaka wa fedha 24/25. Nami nitumie fursa hii kuwapongeza watu wote watakaokuwa wamefanikiwa kupata tuzo. Asante sana, karibu Mheshimiwa Waziri.